Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Ni furaha sana mtazamaji tunapokutana siku hii ya leo katika kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kutoka LATRA. Kama ilivyoada mtazamaji, mfululizo wa vipindi hivi vinaandaliwa na kutoka kwako kwa lengo la kufahamisha kuhusiana na masuala mbalimbali yanayotekelezwa na sekta yako hii adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini. Na mtazamaji, kwa siku hii ya leo kipindi hiki kipo hapa Kibaha mkoani Pwani, ambapo leo tunaangazia semina ya kujengea uwezo wanahabari mabalozi wa LATRA ambayo imefanyika hapa Kibaha mkoani Pwani kwa siku mbili, yani kuanzia Mei 6 na Mei 7, ambapo semina hii ilifunguliwa rasmi na CPA Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu wa LATRA, na ilifungwa rasmi na Mheshimiwa Bakari Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Mtazamaji, semina hii ilihudhuriwa na wanahabari mabalozi wapatao 40 kutoka vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Na wakati wa kufunga semina hii, Mheshimiwa Bakari Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, alimpongeza sana CPA Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu wa LATRA, pamoja na management yake kwa jitihada zake za dhati kabisa za kuwa karibu na waandishi wa habari ambao kiukweli wamekuwa kinara na mstari wa mbele katika kuelezea jitihada za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, za kuboresha sekta yako hii adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini. Kwa hiyo leo alivyoniambia, nikaambia ili mradi wako hapa, basi mimi nipite niwasalimie. Na ni watu muhimu ambao wanafanya wananchi wajue nini kinafanyika, lakini na sisi tunajua hatupo kila sehemu, lakini kupitia nyinyi basi nikasema nini. Sasa nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu sisi wasaidizi wake, wawakilishi wake, tunafanya kazi ambayo Mheshimiwa Rais amechukua dhamana kwa wananchi. Na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasema wakati wote yeye ni mtumishi wa wananchi. Kwa hiyo kama yeye ni mtumishi wa wananchi, na sisi wasaidizi wake au wawakilishi wake ambao ametusaidia, ametuamini, mimi kaniamini niwezi kumsaidia kutumikia wananchi kwenye mkoa wa Pwani. Kwa hiyo utendaji wetu sisi unaongozwa na dira ya maendeleo, lakini pia vipaumbele vya Mheshimiwa Rais wetu na maelekezo tunayoyapata kila baada ya muda kutoka kwa viongozi wetu wakuu mbalimbali. Mtazamaji, akifungua rasmi semina hii kwa wanahabari hawa mabalozi wa LATRA, CPA Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu LATRA, kwanza aliwashukuru wanahabari mabalozi hawa kwa kukubali wito wa kuja kushiriki pamoja katika semina hii, lakini vile vile CPA Habibu Juma Suluo aliwashukuru kwa kutenga muda na kuja kukaa na kupata elimu hii ambayo imeandaliwa na LATRA kwao. Vile vile aliwasihi wanahabari mabalozi hawa wa LATRA kuendelea kutoa taarifa sahihi kwa kina na bila upendeleo, hasa kuelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu zangu, nyinyi ni mabalozi. Balozi katika neno la kawaida ni wewe unamwakilisha mtu mahali. Lakini ubalozi wenu mmekuwa mnaufanya vizuri sana. Hamuandiki ila mnatafuta ukweli kwanza. Kwa hiyo katika shukrani ambayo nakupeni ni ile pia kuchagua kuandika habari zetu na kufuatilia habari zetu, lakini pia kukubali kuja hapa katika kikao chetu. Msingekuja hapa, nisingekuwa na muhimu ya mimi kuja hapa. Kukubali wenu kuja hapa ni thamani ambayo nimeipa kazi hii, ni thamani ambayo nimeipa taasisi yetu, majukumu yetu na utendaji wetu. Na najua mlivyo bize, mmeacha shughuli zenu mkatenga muda wa kuja hapa. Nikwambieni, katika maisha au katika vyote tunavyofanya, hakuna rasilimali yenye thamani kuliko muda au upi wa mtu. Mtu akaamua katika muda wake akakupa, amekuheshimu na amekupa thamani. Hivyo hivyo mimi niliposema siku ya kufanya kikao hiki, nijitahidi kuhakikisha hakuna majukumu mengine yanaingilia shughuli hii. Ni kukupeni nyinyi thamani kwa mchango wenu kwa taifa letu, kwa LATRA na kwa jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla.
nikukumbusheni pia mtumie vizuri kalamu zenu. Kalamu zenu zina thamani na sisi tunazitambua. Ni rai tu kwamba mmoja wenu atakavyoandika anaweza kusababisha nchi yetu ikawa na amani endelevu, au anaweza kusababisha chuki, migongano, na inawezekana kalamu yako ikasababisha sana baadhi ya watu wakahama nchi kwa kuogopa tu, au kwa sababu ushajenga mazingira ya kuichafua nchi au serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo watu wakasema tumepata wakimbizi katika nchi, lakini ni kalamu ya mwandishi. Mtazamaji, dunia inaenda kasi sana katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Vivyo hivyo, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA inatumia fursa hii ya uwepo wa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA katika kuboresha sekta ya usafiri ardhini hapa nchini. Mathalan, kwa sasa mamlaka yako adhimu kabisa hii ya LATRA inatumia mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari, yani VTS, ambavyo pia vile mtazamaji utakuwa shahidi namba moja kwamba kwa sasa LATRA inasisitiza zaidi kuhusiana na matumizi sahihi ya kitufe cha utambuzi wa dereva, yani i-button. Hii pia ni moja ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini hatujaishia hapo tu. LATRA vile kwa sasa msafirishaji wala halazimiki kufika ofisini na kuchukua leseni yake, bali ana uwezo wa kuchapa leseni popote pale alipo. Kwa na uwezo wa kuomba leseni, wa kuisha leseni yake na kupata leseni yake pale ambapo alipo. Hatujaishia hapo tu mtazamaji. LATRA inatumia fursa ya uwepo wa teknolojia hii ya habari na mawasiliano, ambapo kwa sasa mtazamaji, kutumia simu yako janja unaweza ukaona ama ukapata nauli ambazo zimeidhinishwa na serikali kupitia LATRA, nauli za mabasi ya masafa marefu, yani mabasi ya kwenda mikoani, pamoja na nauli za mabasi ya mijini ama daladala. Hatujaishia hapo mtazamaji. LATRA kupitia mkurugenzi mkuu CPA Habibu Juma Suluo ana maono ya mbali kabisa kuendelea kuboresha sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini kwa kutumia TEHAMA. Fursa imefunguliwa ya uwekezaji katika usafiri wa waya. Asante Rais Samia. Mifumo ya kielektroniki imeboresha utendaji wa kazi za LATRA na watoa huduma. Mtazamaji, CPA Habibu Juma Suluo alifanya wasilisho kuhusiana na mafanikio ya LATRA ndani ya miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 na uongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo CPA Suluo alisema kwamba moja jitihada kubwa ambayo imefanyika ndani ya uongozi huu wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba LATRA imeweza kuwaunganisha maafisa wa usafirishaji kwa kuwashawishi na kuwapa habari njema kwamba wanaweza kujiunga kwa pamoja na kuanzisha vyama mbalimbali vya ushirika ili waweze kushirikiana na hatimaye kuinua uchumi wa mmoja mmoja na vikundi vyao kwa jumla. Kuanzisha SACCOS zao, mawakala, makampuni, ni hiyo juhudi ya kuhakikisha kwamba wanatii masharti ya leseni zao. Na tumesema tumeanzisha kule Moshi Kibaboti, naeleza kwa ufupi. Kibaboti ile Kilimanjaro bodaboda na bajaji SACCOS wameshaleta hali ya utulivu pale mjini kwenye usalama na nini, na wamejiwekea nidhamu katika jiji la Moshi. Sasa tunafikiria hivyo tutawezekana. Nimezungumzia pia Mwanza, Uamwa, wale ni kwenye daladala pamoja na hizo pikipiki. Na Mwanza wamefikia hatua kwamba wao pia wanataka mfumo wa tiketi utumike kwenye daladala na hizo. Sasa tukiweza kuaneti hawa vijana waka comply, ni masuala ya culture. Yaani hii ni culture tu. Kwa sababu hata sisi wenyewe tunapanda hizi pikipiki wala tuvai helmet. Sisi wenyewe. Kwa sababu imeshakuwa mbona kila mmoja avai. Au hata askari labda au mimi naweza kupata hata sijavaa helmet sikaila kama mtu apande. Lakini huko nyuma ilikuwa sio rahisi. Nenda Zanzibar tu. Mbona watu wanavaa Zanzibar? Polisi mbona mambo ya ndani ndio hii moja. Ule utii wa Zanzibar ni tofauti na huko. Wewe ni culture fulani ambayo tunayo. Mtazamaji, DCP Johansen Katano ni mkurugenzi wa udhibiti usafiri wa barabara kutoka LATRA, ambaye anasema urejeshwaji wa safari za saa 24 zimeleta tija kabisa kwa wananchi, serikali na wafanya biashara hapa nchini. Na vile DCP Johansen Katano anasema kwamba katika kuhakikisha kwamba swala zima la usalama linazingatiwa katika kipindi hiki ambapo mabasi pamoja na vyombo vingine vya usafiri ambavyo vinafanya safari za saa 24 zinazingatia usalama, LATRA inasisitiza kuhusu matumizi sahihi ya kitufe cha utambuzi wa dereva ama i-button kwa madereva hawa.
Sasa baada ya mabasi kuanza kutembea usiku, tukaona kwamba kuna ulazima wa madereva kupewa hizo high button na wengine hawajafanya mtihani. Tukasema tuanze na kuwasajili hata hawajafanya mtihani kwanza. Lakini in principle unatakiwa, nimesema pale, usajiliwe ndipo ufanye mtihani bitisho, alafu upatiwe high button. Sasa kwa sababu ya dynamics tumefanya kinyume chake, lakini sisi bado tunaona kwamba kumsajili ni hatua ya mwanzo ya kumtambua kwanza hiyo. Samia oye, Wizara ya Uchukuzi oye, kazi iendelee, kazi iendelee. Rais Samia oye, LATRA oye, kazi iendelee, kazi iendelee. Mtazamaji, niendelee kushukuru kwa kuchagua kipindi hiki cha Usafiri na Maendeleo, na kwa wewe mtazamaji ambao ndo kwanza unajiunga nasi, wala hujachelewa. Kipindi hiki cha Usafiri na Maendeleo kinaendelea kwako na LATRA na kuleta kwako kila siku ya Jumanne muda na wakati kama huu. Na leo mtazamaji, kipindi hiki kipo Kibaha, mkoa wa Pwani, ambapo tunaangazia semina ya wanahabari mabalozi wa LATRA, ambayo semina hii imeendelewa na LATRA na kupatiwa mabalozi hao kwa lengo la kujengea uwezo kuhusiana na namna bora ya kuripoti ama ya kuandaa taarifa za LATRA. Lakini vile vile umeandaliwa semina hii ili kuweza kujengea uwezo kuhusiana na kufahamu sheria, taratibu, kanuni za usafiri ardhini hapa nchini. Mtazamaji, Bi Mwadawa Sultani ni kaimu mkuu wa kitengo cha huduma za sheria kutoka LATRA, ambaye alifanya wasilisho yake kuhusiana na nafasi ya wanahabari katika kutekeleza sheria za LATRA. Na Bi Mwadawa Sultani yeye aliwapitisha katika sheria mbalimbali za LATRA makusudi kabisa kwa lengo la kuhakikisha kwamba kuna kuwa na uelewa pamoja kati ya LATRA na wadau hawa ambao ni wanahabari mabalozi, ili pindi ambapo wanapoenda kuandika habari za LATRA basi wafahamu kuhusiana na sheria hizi, ili tuweze kuelewa zaidi na vikae kichwani wakati tunafanya kazi zetu, tuhusianishe, kwa sababu tunaposema sheria, kila sheria inakuwa imeainisha majukumu fulani ambayo taasisi fulani inasimamia. Ulionekana haja kwamba kuwepo sasa na mabadiliko kadha wa kadha. Kwa yale majukumu ya Sumatra nchi kavu yote yaliingia, lakini yapo majukumu mapya, ikiwemo hiyo uthibitishaji wa madereva ni miongoni mwa majukumu mapya ambayo yalikuja mwaka 2019. Tukisema kwamba udhibiti wa vyombo vyote vya kibiashara, zamani kulikuwa na limit ya namba, lakini sasa hivi hatuna limit ya namba au hatuna limit ya uzito. Kwa mfano zamani ilikuwa ili uweze kudhibiti vyombo vya kubeba mizigo ilikuwa lazima vianzie tani 3 na kuendelea, lakini ujio wa LATRA ni kwamba vyombo vyote vya kibiashara uzito wote hata kama ni nusu tani inastahili kuwa na leseni. Na kwa upande wa abiria hivyo hivyo, kwa hakuna taksi, hakuna mambo haya ya taksi mtandao, mfano hizi mitandao tuko nayo hizi Bolt, Uber, Ping havikuwa vinadhibitiwa hapo awali, lakini kwa ujio huu wa LATRA basi ulikaribisha pia na mabadiliko hayo kuwa katika udhibiti ya maeneo ambayo yanadhibitiwa. Kwa hiyo tuko upande wa barabara, tuko upande wa reli, na huku juu utaona kuna mambo ya waya, ni miongoni mwa maeneo mapya ambayo yanadhibitiwa. Mtazamaji, Mhandisi Moses Nyoni ni kaimu mkurugenzi udhibiti usafiri wa reli kutoka LATRA, ambaye alifanya wasilisho kuhusiana na jukumu la LATRA la kudhibiti sekta hii ya reli hapa nchini, ambaye alisema LATRA ina jukumu la kisheria la kudhibiti miundombinu ya reli, vitembea reli, pamoja na kuhakikisha kwamba swala zima la usalama linazingatiwa. Tunazungumza reli regulation, tunazungumzia vitu kama 6 hivi, ambao tunazungumzia miundombinu ya reli. Miundombinu ya reli maana yake reli zenyewe, madaraja, maandaki na kadhalika. Lakini tunazungumzia utoaji wa leseni na permits kwa upande wa operations. Tunazungumzia issue ya safety. Tunavyokwenda kwenye safety hapa, sisi kwenye reli inamlazimu kila mtu huduma ambaye tunasema ni reli operator lazima awe na safety plan, lakini awe na kitu kinaitwa safety management system. Tutakuja kuelezea baadaye huko mbele, lakini ni moja kati ya nyenzo tunazozitumia katika kudhibiti usalama upande wa reli. Ikumbuke sisi jukumu letu kwenye reli tumekasimiwa majukumu ya kiusalama. Kwa hiyo watu wa huduma wanalazimika kucomply kwa kuwa na hizo safety management system documents na safety plan, mipango ya usalama na mfumo wa usimamizi wa usalama kwenye reli.
lakini vile vile tunazungumzia standards. Tunaandaa standards, viwango, nini upande wa infrastructure tunataka, nini upande wa rolling stock tunataka, na kuangalia kwamba namna gani hivi viwango vinakuwa vinaweza kutengeneza muingiliano, kwa maana interoperability. Yaani tukileta leo kichwa cha treni, behewa litakalokuja kesho liweze kuungana na kile kichwa liweze kutembea. Sio behewa linakuja liko hivi, kichwa kiko hivi, tunakosa muunganiko. Kwa kingine, kwenye upande wa rolling stock tutakuwa tunazungumzia namna gani tunakagua vitembea reli hivyo, kwa maana ya kuanzia running parts mpaka kule chini kwenye matairi na bogies mpaka kufika huko juu, usalama wake uko vipi kuanzia design na vitu kama hivyo. LATRA kazi iendelee, kazi iendelee. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Mtazamaji, semina hii inaenda kuleta mabadiliko gani ya kiuandishi kwa hawa wanahabari mabalozi wa LATRA? Twende tukapate na kuyaona mawazo yao. Kwangu mimi naona kuna shule zaidi. Yaani bado kuna mambo mengi sana hatuyajui. Kuna kanuni, kuna haki, kuna taratibu nyingi sana ambazo hatuzijui. Kwa hiyo nimejifunza vitu kadhaa, lakini naamini kama balozi wa LATRA tutaendelea kujifunza kadri siku zinavyokwenda kwa ajili ya kuwasaidia watu waweze kuzijua zaidi. Tumetoka kwenye vitu vya ovyo sana. Yaani sisi usafiri wetu wa treni mlikuwa mnaujua, mabasi yetu mnajua, vitu vyetu vilikuwa vya ovyo, ilikuwa shagala bagala, lakini utaona kuna tofauti kubwa sana kati ya leo na miaka 30 pengine iliyopita. Kwa hiyo unaona tunakwenda pazuri, tunapata kuna staha, tunasafiri kwa staha, tunasafiri kwa heshima. Umeelewa? Kwa hiyo yote ni kwa sababu ya uwepo wa taasisi kama hizi ambazo zinakuwa makusudi kwa ajili ya kufocus eneo fulani. Ukiachana na masuala ya leseni ni kwamba wana regulate vitu vingi sana. Na ukiangalia kwa namna ambavyo wanafanya kazi kwamba tazama tuangalie kwa mfano usafiri wa mabasi usiku. Sasa hivi watu wanaenjoy. Ukifanya research ya watu ambao unafanya sampling ya watu 10, labda mmoja tu anaweza akasema bana usafiri wa usiku kidogo na matatizo, lakini watu 9 wote watakwambia bana usafiri wa usiku kwa kweli uko very comfortable na kwa kweli kuna ustaarabu mzuri. Na hii yote imefanikishwa na mamlaka husika ambayo tunazungumzia LATRA, mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini. Lakini kiachana na hayo tu kuna vitu vingi ambavyo wanavifanya LATRA ambavyo si vibaya tukashare. Kwa mfano issue za usafiri wa daladala, sio mabasi pekee yake, daladala pamoja na usafiri mwingine kama kwa mfano SGR iko chini yao pia katika mambo kama hayo. Sasa ni vitu ambavyo ni vikubwa, lakini katika picha ya kawaida unaweza usivione kwamba LATRA wanafanya shughuli gani. Kwa hiyo mimi binafsi kwa kufika kwangu katika semina hii ya leo ambayo kimsingi itachukua siku 2, nitaondoka na kitu kikubwa sana kwamba ninakwenda kuitambua mamlaka kwa jinsi ambavyo inafanya kazi kwa ukubwa wake, na material ambayo nitakuwa nimeyapata kichwani mwangu basi nitashare na Watanzania wengine ambao pengine walikuwa hawajui mamlaka hii kwa undani wake, kwamba inafanya kitu gani na sofa tangu imeanzishwa kuna achievement gani ambazo zinapatikana na nini ambacho pengine wanapanga kukifanya katika siku za karibuni. Semina hii ya waandishi wa habari ambayo inatolewa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini kwa maana ya LATRA tumeifurahia sana, na kama waandishi kulikuwa kuna mambo mengi ambayo tumejifunza kwa siku 2 za semina hii. Tumefahamu namna ambavyo leseni zinatolewa, namna ambavyo LATRA inafanya shughuli zake kwa maana ya udhibiti wa usafiri wa ardhini. Kwa siku hizi 2 LATRA kutupatia mafunzo haya waandishi wa habari pamoja na watangazaji, tunashukuru sana kwa sababu kuna mambo mengi ambayo wametuelezea ambayo tulikuwa hatujaelewa vizuri kama waandishi wa habari, na jambo hili sasa linaweza kutupa nafasi sisi ambao ni wengi wanatutazama, wengi wanatuamini kuweza kwenda kuwapa elimu hiyo. Na kubwa zaidi ambalo limesemwa hapa ni pamoja na udhibiti wa mwendo kasi au mwendo wa haraka wa mabasi, ambapo kuna kifaa maalum vinafungwa katika mabasi yao ambayo ni VTS. Imechangia kwa asilimia kubwa kupunguza ajali za barabarani licha ya uwepo wa safari za usiku ambazo mamlaka nyingi zinakuwa zimelala, lakini wanashukuru kwamba hali ya ajali hapa nchini Tanzania imeendelea kupungua. Kubwa mimi nikiwa balozi wa LATRA
kuweza kuijua vizuri kiundani LATRA, lakini pia kuweza kujua sheria za LATRA. Lakini nikiwa balozi pia ni kwamba mimi mwenyewe nizitekeleze sheria, lakini pia nitakapoona kuna nafanyiwa ndivyo sivyo ndani ya vitu vyote ambavyo vinahusika na LATRA naweza kujitetea. Lakini pia kama sio mimi peke yangu, niko kama hivi balozi, naweza nikamtetea mtu mwingine kwamba unachofanyiwa sio sahihi, kwa sababu sheria nyingi nimezijua leo kwamba LATRA inafanya nini. Lakini pia watu wengi upande wa LATRA tunadili kwenye mambo ya usafiri. Kama watu mnako wasafiri, ina maana ni kama 99% ya maisha yetu ni safari. Kwa hiyo kama 99% ya maisha yetu ni safari, kuna baadhi ya watendaji wa hivyo vyombo wanakuwa hawajui sheria labda za LATRA zinataka nini, au wengine wanazijua kwa makusudi tu, wanaamua kufanya sabotage hizo sheria, kwa sababu wakijua watu wengi hawajui hizo sheria za LATRA zinataka nini. Kwa hiyo mimi nifurahia kwamba nitaendelea kuwa balozi, lakini pia ubalozi maana yake ni kusaidia watu wengine. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri. Mtazamaji, na hivi sasa tuende katika kipengele kile cha swali la wiki, ambapo kabla kwenda kukujuza kuhusiana na swala la wiki hii, ni kukumbusha kidogo kuhusiana na swali la wiki iliyopita. Katika kipindi kilichopita, mtazamaji, tuliulizwa swali lifuatalo. Tulisema tutajie njia 5 tu ambazo unaweza kuzitumia kuwasilisha malalamiko yako kwa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na mshindi wa swali hilo, mtazamaji, ni Bwana Samuel Mlimi, kama ambavyo unaona hapo katika runinga yako. Kongole nyingi sana kwako Bwana Samuel Mlimi. Na ewe mtazamaji ambaye hivi sasa unanitazama, inaweza ikawa nafasi yako ya ushindi kwa kufuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unatakiwa uwe umefuatilia ama umetazama kipindi cha usafiri na maendeleo. Lakini pili, unatakiwa uwe umetufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini tatu, unatakiwa uwe wa kwanza kujibu kwa usahihi swali litakaloulizwa katika vipindi husika. Na swali la wiki mtazamaji linasomeka kama ifuatavyo. Tuambie semina ya mabalozi wa LATRA imefanyika tarehe ngapi? Pili, tuambie semina hii ya wanahabari mabalozi wa LATRA imefanyika katika ukumbi gani? Na tatu, tuambie semina hii ya wanahabari mabalozi ya LATRA imehudhuriwa na wanahabari wangapi? Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwahi kutukumbusha maneno yafuatayo. Alisema, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali nenda na wenzako. Semi huu mtazamaji unafanywa kazi na mamlaka yako hii adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini, ambapo tumeona mamlaka hii imeona hapana, ili kuweza kuwafikia wadau wengi kwa wakati ni lazima uwe na ushirikiano wa karibu na vyombo vya habari. Na kwa kutambua hilo mtazamaji, CPA Bubu Juma Suluo pamoja na management yake ikaandaa semina hii kwa wanahabari mabalozi wa LATRA kwa lengo la kuwajengea uwezo wa namna bora kabisa ya kuifahamu mamlaka yao, lakini namna bora ambayo wanaweza wakatumia ile elimu walioipata katika kutekeleza majukumu yao ya kihabari ya kila siku. Na hadi wakati huu mtazamaji, ningependa kabisa kuendelea na wewe, lakini wakati wangu hauruhusu. Kama unavyojua kwamba wakati ni ukuta na ukishindana nao utaumia. Na kwa nukta hii, kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kama bado mtazamaji hujatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, wala hujachelewa, unaweza kufanya hivyo kwa kufuata mitandao ya kijamii ambayo unaiona katika runinga yako hapo chini. Lakini vile vile nikusihi mtazamaji uweze kutufuatilia na kupata habari mbalimbali zinazohusiana na sekta yako adhimu kabisa usafiri ardhini kupitia tovuti ya mamlaka inayopatikana kwa anwani ya www.latra.go.tz. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Malkia wa Nguvu kutoka LATRA. Kumbuka, LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. LATRA. Kuna ndugu yangu, kuna mambo changanya mimi ujue wewe. Yaani kuna vitu vinachanganya. Kesho sichotoa gari mpaka niende nikakate leseni LATRA. Important issue hii. Amini ninachokwambia. Ina maana kweli wewe ukapoteze muda kwa sababu ya kwenda kukata leseni LATRA? Eti kisa umegombana nao? Sababu ni nini haswa? Kisa nini? Hivi wewe upo dunia hii kweli?
Unanielewa mimi ninachomaanisha? Hivi ujui kuna utaratibu ambao magari yote yanayofanya usafirishaji ya kubeba abiria ama kusafirisha ni lazima wakati leseni rata. Ujui hilo? Kuanzia daladala kama hii ya kwangu. Ni lazima tukate leseni rata. Mbali na hapo, bodaboda, wazee wa upepo, lazima wakate leseni kule rata. Mbali na hapo, gari za mizigo, ziwe kubwa, ziwe small, vidogo dogo, lazima tukakate leseni rata. Bajaji nao, viguu vitatu vile, lazima wakakate kule leseni rata. Mbali hapo, gari zile za ambazo zinabeba wafanyakazi hao, basi lazima wakakate leseni rata. Gari zinazobeba student ama wanafunzi kwa Kiswahili fasaha, lazima wakakate leseni rata. Mbali na hapo, gari ambazo zinabeba watalii, haya madaladala yetu yote haya ambayo usipokata leseni rata welewi. Mimi ndo nakupa darasa. Wewe unataka kuhangaika na nini? Unaanza kuhangaika sijui na kitu gani hivi, unagombana sijui na kondakta wako na dereva wako, utoke hapo kaanze kuhangaika na vishoka. Kuna haja ya vishoka? Hakuna haja ya vishoka. Sasa hivi unaingia mtandaoni rims.latra.go.tz. Rahisi kabisa, unafanya maombi yako pale. Ukishamaliza kulipia, utakaa baada ya muda utaletewa ujumbe kwamba leseni yako iko tayari. Haina longolongo, haina kishoka, haina kupoteza hela, haina kupoteza muda. Rahisi kabisa. Hiyo mambo hayo unayafanya huko nyumbani, barazani kwako, gari inaendelea na kazi. Unajua kwenye vitu ambavyo siko umeongea point, maneno yenye asali. Vitu vya maana today. Wewe unajua. Sawa. Ndio. Baba, sasa hivi ngoja niingie kwenye mtandao. LATRA iko kiganjani. LATRA na mama anasema hivi, kazi iendelee. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora.